wants to go first? Could you please tell us the main points of attacks? Well, I think the main points build on a very specific thing. DRC, Rwanda being very close neighbors, close in many senses. We always get concerned for each other. We want security, we want economic cooperation, we want stability for each other. So we are discussing how to enhance that. Did you talk about gas extraction as was the case in Rwanda? Yes, under that economic cooperation we did that. We talked about energy generally, where it will come from, and the wider issues of infrastructure. Mheshimiwa Rais wa Rwanda, jina langu Hostel Mabilika kutoka Sauti Amerika. Nilipenda nijue lini waasi wa M23 wataondoka katika nchi yako kurudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kitu gani unasubiri kuwapokea wakimbizi wa Rwanda walioko kwenye misitu ya mashariki mwa Kongo? Mambo hayo anazungumza kila wakati na viongozi mbalimbali wa nchi zetu mbili, na kila upande DRC, Rwanda, tunataka watu wetu waishi kwa usalama wa M23, hilo tatizo litatuliwe kwa haraka na wale wakimbizi waweze kurudi nyumbani, na kuna wakimbizi wa Kongo ambao wanaishi Rwanda, kuna wakimbizi wa Rwanda ambao wanaishi kwa DRC. Hilo ni tatizo tunapenda litatuliwe kwa haraka, na kuna zile institutions zingine kama UNHCR na wengine nao wanahusika na wamehusishwa kwa kujaribu kutatua tatizo hili. So naona mwendo uko safi, tunaendelea, tunajaribu kutatua tatizo hilo. Les FDLR restent en République démocratique du Congo il y a 22 ans et ça déstabilise toute la région. Qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir? Récemment, vous avez conjointement avec le Rwanda combattu les FDLR. Ils sont jusque-là. Eh bien, les FDLR, comme vous venez de le dire, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Au moment où nous parlons, il y a des opérations qui sont en cours depuis 2-3 ans. On n'a pas donné un délai pour la fin de ces opérations, précisément parce que nous pensons que la fin des opérations dépendra de la fin de ce problème. Concrètement, cela veut dire, tant qu'il y aura des FDLR, on va continuer avec les opérations. Alors la question, ce n'est pas de savoir ce que nous comptons faire, mais plutôt ce qui se fait sur le terrain. Ce qui est en train de se faire sur le terrain, et sont les opérations qui sont en cours. Dans la province ici du Nord Kivu, et bien entendu une partie de la province du Sud Kivu. My name is Eugene Kiwuka. I write for the New Times. Excellency President Kagame, I'm just wondering whether you agreed on making like some investments in concrete investments in the exploitation of methane gas and also promoting cross-border trade. Thank you. Yes, all those matters that we have considered, and the most important thing is we have considered those matters in a manner as to speed up the actions that can be taken to realize the benefits from the investments that can be made, and both sides can make joint investments or separate investments, but still we have that capacity to make investments, and we want to see that happen as fast as we can. That is the most important thing. The areas are clear, the need is there,
the possibilities are there. So what we want to do is through cooperation to realize speedy implementation. Monsieur le Président Paul Kagame, je suis Madame Hortense du Digital Congo. Je voulais savoir quel regard portez-vous sur le travail abattu par les forces armées congolaises, surtout dans la traque des FDLR. It's very clear those FDLR members who are on the DRC territory becomes really the responsibility of the DRC, even if they work with whoever they want to work with. Ultimately, that is the responsibility. So the army is one of those components that would deal with the problem. It's not just the army that deals with that kind of problem of FDLR. It's there are other components that support military operations if they have to be carried out. But certainly there is a big role of government and the government institutions, including therefore the institution of the army. Monsieur le Président de la République du Rwanda, dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, avez-vous évoqué, n'est-ce pas, dans vos échanges, un projet commun d'exploitation du gaz méthane à partir du lac Kivu? I think I answered that question earlier in a different way because we talked about economic cooperation. There has been anyway in the past and for so many years. But this time we are being more specific. We want to move with a sense of urgency and speed to implement some of the things we have agreed on, and that includes the exploitation of methane gas for various reasons. We have started doing that to produce electricity. But methane gas can be exploited for other useful purposes as well, and we will be looking at that as we go forward. Mimi ni Albert Kambale. Yes? Yeah, but they're asking only from one direction, and I think they are... Mheshimiwa Rais, mimi ni John Kanyinyi wa Deutsche Welle, Sauti ya Ujerumani. Nilitaka utujibu kwa Kiswahili ile swala kuhusu operesheni dhidi ya FDLR. Jaribu, Kiswahili kyangu nimesahau. Ndio mzee. Jeshi la Kongo linapambana na FDLR na kuna matunda ambayo yanajulikana. Maoni yako ama una maoni gani kuhusu hizo operesheni? Je, unaridhika au ungependa serikali ama jeshi la Kongo lifanye zaidi? Kwanza kama wewe mwenyewe unakubali kwamba operation hizo zipo zinaendelea. Kama zipo, nafurahi sana kwamba tumeanza au tupo kwa mwendo huo wa kumaliza hilo tatizo. Kwangu ndio muhimu sana. Kwa mwendo gani? Hilo ni tatizo lingine ambalo tukiwa tunazungumza na wenzetu wa DRC na rais mwenyewe mgeni wetu hapa, hilo ni jambo la kuzungumzia kwamba tuendeshe namna gani na tunaweza tukamaliza hilo tatizo kwa haraka gani. Hilo ni kama kawaida tu ni jambo la kuzungumzia. Mheshimiwa Rais, huenda kuna swali kuhusu mipaka. Jina langu Mustafa, natumikia ofisi ya upasha habari ya jimbo la Kivu Kaskazini. Mheshimiwa Rais, hapo majuzi kumepita karibu siku chache, taasisi mbili kuhusu mipaka mipya kati ya Rwanda na Kongo zilikuwepo, lakini upande wa Kongo tayari wamemaliza bomoa. Ila kuna tatizo ya kwamba upande wa Rwanda bado hawajawaalika Wakongomani ili waje waendelesha harakati hizo ili hatimaye mufikie kwa muafaka wa kukuwa na mipaka namna ilivyo, kwani inaonekana kuna wale ambao kupotea wakivuka mipaka na hawajui.
hilo swali liko linamalizika. Na kwa upande wa Rwanda kama ilivyo upande wa DRC hakuna tatizo, ila tu ni kuna vitu bado watu wanatazama vizuri ili vitatuliwe vizuri, alafu kila mmoja afanye anavyopasha kufanya. Albert Ambale pour l'agence France Presse. La crise au Burundi affecte toute la région et toute la sous-région. Nous avons appris la fermeture de la frontière entre le Rwanda et le Burundi. Quel rôle la RDC et particulièrement le président congolais peut-il jouer dans le cadre des efforts de la coopération? Vous en avez parlé. By the way, President Kabila, the president of DRC, is also the chairman of CPG. So definitely by that alone, His Excellency has a big role to play, and I'm sure he's looking into that. So we will definitely use the President's good offices to address that. Thank you very much. Thank you.